Tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2015 nilimkuta mke wangu akizini na mwanaume mwingine juu ya kitanda changu katika chumba changu. Iliniumiza sana jambo hili. Baada ya kumaliza mgogoro wote, niliamua tuachane na tukaachana mimi na mke wangu kwa kupeana taraka. Lakini siku 5 tu baada ya kuachana, nilikuja kugundua kwamba akaunti zangu zote hazina pesa na kwamba yule mke wangu alikuwa ameshatoa pesa zote katika akaunti zangu zote siku 5 kabla hata ya kuachana na kabla ya kufanya tukio lile. Nilipatwa na mshtuko na stresi, nikawa mwenye mawazo sana. Mambo mengi yaliniendea vibaya baada ya kuwa na stresi na mawazo nyakati zote. Nilishindwa kufanya kazi. Bosi wangu alinivumilia, lakini mwisho nikaachishwa kazi. Nilikosa pesa yoyote. Nilijikuta tu nafanikiwa kufanya mambo ya hapa na pale kupata pesa ya kula. Pale mahali nilipokuwa nimepanga, nilifukuzwa, nikaondolewa, na vitu vilivyokuwepo vilichukuliwa na watu mbalimbali waliokuwa wakinidai madeni mbalimbali ambayo nilishindwa kuyalipa. Mambo yalizidi kwenda mrama, nikajiona kabisa kwamba mambo yameshindwa. Kila nilipotazama huku na kule, niliona giza. Sikuona mtu wa karibu wa kunisaidia, sikuona mtu mwenye uchungu wa hali ninayoipitia. Ilifika wakati hata wale niliodhani ni marafiki wa kwangu wa karibu sana waliniacha, na ndipo nikagundua kwamba kuna wakati katika maisha Mungu pekee ndiye wa kumtazama. Hata hivyo, sikuwaza kama ninahitaji kumgeukia Mungu. Badala yake nikawa mlevi wa kupindukia. Nilikuwa mwenye kuzipiga pombe, tena ni pombe za kienyeji za bei rahisi, maana sikuwa na pesa ya kununua pombe zenye gharama. Siku moja wazazi wangu waliamua kutoka mkoani kwangu wakanifuata katika jiji la Dar es Salaam nilikokuwa nikiishi. Walipofika katika mitaa niliyokuwa nikiishi katika jumba moja la kifahari ambalo nilikuwa nimepanga, basi walipoulizia ndipo wakaambiwa kwamba nilihama na wakaelezwa ninakokaa wakati huo, lakini majirani na wote waliokuwepo hawakutaka kuwaeleza wazazi wangu hali ilivyo na kwamba mambo yamebadilika. Wazazi walipofika na kuonana na mimi katika kijumba kidogo chenye dirisha dogo nilichokuwa nimepanga, ambacho kilikuwa kiko katika nyumba kwenye uchochoro kwa nyuma, ndipo walipokaa na mimi na kuanza kuongea na mimi. Akilini nilidhani wazazi watanisimanga na kunisema kwa jinsi nilivyobadilika wakilinganisha na vile nilivyokuwa hapo nyuma, walakini haikuwa hivyo. Wazazi walinitia moyo, wakaniambia mambo mengi sana. Mama yangu alinisimulia jinsi alivyojitoa kuweka hatarini maisha yake kwa ajili ya kunizaa mimi. Alinisimulia stori yake ya maisha, ya kwamba wakati wa ujauzito wa kwangu basi ilikuwa ni vigumu yeye kujifungua, na kwa hivyo akapelekwa hospitali ambako walimwambia ni lazima ifanyike operation, na kwa maelezo ya daktari ilikuwa ni kwamba katika operation hiyo lazima mmoja apoteze maisha, mmoja abaki, na mama akakubali kwamba ikitokea yeye akapoteza maisha mtoto akapona basi ni sawa, na ikitokea mtoto akapoteza maisha lakini mama akapona basi ni sawa. Baba alikazia kwa kusema mama alichagua kama vile apotee yeye ili mradi mtoto apone. Wakati hayo yakiendelea kuelezwa, machozi yalianza kunitoka taratibu, ijapokuwa kichwa bado kilikuwa kimejaa pombe za kienyeji. Baba aliendelea kunikazia, akaniambia kwamba yeye alipoteza kila kitu kwa ndugu zake ambao hapo nyuma walikuwa na maisha ya kitajiri sana.
Akabaki yeye na mama tu, kwa sababu ndugu walimuona mpumbavu kwa kwenda kumuoa mwanamke wa kimasikini katika familia ya kimasikini. Baba akatengwa na ndugu zake, akatengwa na jamii yake, akabaki masikini. Ijapokuwa Mungu ni mwema, sasa hivi na yeye ana maisha yake. Baba alisema kwamba kwa nini anajiona ni mtu mwenye maisha yake? Kwa sababu akilinganisha hali aliyoipitia huko nyuma na sasa, anaamini kwamba sasa yeye ni mtu mwenye maisha na mtazamo wa mbele. Mimi pale pale nilizidi kutokwa na machozi. Nikajigundua na nikagundua kwamba mimi ni mmoja wa watu wenye bahati sana katika dunia hii. Nikagundua kwamba nimetengwa na marafiki, nimeachwa na ndugu, nimeachwa na mpenzi, lakini bado nimebaki na wazazi wawili, baba na mama. Ndiyo siku niliokaa nikawaahidi na nikasisitiza kwamba sitakata tamaa tena na sitarudia tena kufanya ujinga nilioufanya, na nikaahidi mbele ya wazazi wangu kwamba tangu wakati huo nitabadilika na kuwa mtu wa aina nyingine kabisa. Mama akaniambia, ninakutakia mema mwanangu kipenzi, na ninakuamini na ninaamini Mungu atakubarikia na atakuinua zaidi ya mwanzo. Na alisisitiza kwa kusema kwamba utukufu ujao utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Mungu atakuwa na wewe. Baba hakuwa na maneno mengi, aliishia tu kusema Mungu yu nawe hata sasa. Nilijifuta machozi, nikainuka, nikawaahidi wazazi tena kwa mara nyingine kwamba sitakata tamaa tena na tangu sasa nitabadilika. Ulipopita mwaka huo, mwaka 2016, basi nikaanza kutafuta kazi sehemu mbalimbali. Nilipeleka barua kwenye mitandao, pia nilituma maombi. Nilikutana na matimbwili ya hapa na pale kama mjuavyo katika mitandao. Kuna wale walionipigia simu kuniambia nitume pesa ili niwezeshwe interview. Kuna wale walionipigia simu kuniambia nitume pesa ili niwezeshe mambo fulani ya wao kunipitisha kijanja katika nafasi za kazi. Lakini akili yangu iliniambia nimeshapata baraka za wazazi na wamemtaja Mungu wa mbinguni, kwa hivyo sitakiwi tena kujihusisha katika rushwa na utapeli. Kwa hivyo nilidhamiria kabisa kwamba kama nitabarikiwa na iwe katika Mungu, na kama sitabarikiwa basi ni mipango ya Mungu Allah. Nilizidi kupambana usiku na mchana. Nilituma barua hata makampuni ambayo hayajatangaza nafasi ya kazi. Niliamini tu ikitokea nafasi basi huenda wakakumbuka au wakaanza na yule aliyetuma barua, kwa sababu wanakuwa ni mtu ambaye ameonyesha nia mapema zaidi. Kama bahati, Mungu akabarikia, nikapata nafasi ya kazi katika kampuni moja ya ukaguzi wa mahesabu, yani auditing firm. Basi unaambiwa nilianza kufanya kazi kwa bidii sana. Kutokana na hali ngumu niliyowahi kupitia na uchungu niliokuwa nao, basi nilikuwa nahitaji kuyabadilisha maisha yangu kwa haraka sana yafikie kiwango kile nilichokuwepo nyuma. Kwa hivyo nilikuwa mtu wa kwanza kufika katika ofisi, na nilifanya kazi zote kwa umahiri, umakini na umaridadi mkubwa, tena na kwa bidii sana. Nilikuwa mtu wa mwisho kuondoka katika ofisi baada ya kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa. Meneja wangu alinipenda sana. Wafanyakazi wenzangu walinipenda sana. Sikuwa na makuu na mtu katika ofisi. Sikuwahi kujihusisha katika umbea wa mambo yoyote. Niliamua kutulia kimya hata nilipoona jambo fulani haliendi sawa na mtu fulani ndiye analaumiwa wakati sio. Sikutaka kumwadhiri mtu na sikutaka kujihusisha katika figisu au katika hila zisizokuwa na maana. Nilijua maisha ni mapambano na Mungu yu nami. Miaka ilivyozidi kwenda, nilizidi kuwa na bidii katika kazi. Hatimaye nikapandishwa cheo. Nilizidi kupata mshahara mkubwa zaidi, na hivyo nikajikuta maisha yanaanza kuwa mazuri zaidi tofauti na mwanzo.
Nilifanikiwa kujenga nyumba nzuri, nikanunua gari nzuri, na wazazi wangu niliwanunulia vitu vingi sana walivyotamani kuvipata. Nilizidi kupata pesa, nikafungua na biashara. Mungu akabariki sana, nikazidi kupata faida sana katika biashara. Lakini jambo moja tu ambalo nilikuwa ni gumu sana kwangu kulifanya ni kutafuta mchumba. Kutokana na hali niliyopitia hapo nyuma ya kuumizwa katika mahusiano na mapenzi, basi nilihesabia kama jambo hilo halina maana kabisa katika maisha yangu. Lakini wapi, kumbe nilikuwa najidanganya. Katika maisha hata uumizwe mara 200, ni muhimu mwisho wa siku upate mtu sahihi akuoe au uolewe naye ili utimize katika maisha na ndoto yako. Wala usijifariji na kujidanganya kwamba nitatafuta mtoto tu kisha maisha yaendelee. Hapana, bado kuna kitu utamisi. Amini maneno yangu. Nilijikuta baadaye ninahitaji mtu wa kunipa kampani kwenye maisha. Niliwaza sana, nikasema ninaweza hata nikachukua watoto wa ndugu zangu masikini nikakaa nao nikawalea. Lakini bado niligundua kuna mtu ambaye ninahitaji niwe naye kampani, anipe kampani ya maisha katika kila jambo. Hapo ndipo nilipogundua kwamba ninahitaji mke na sio mtoto tu. Lakini bado moyo wangu ulikuwa mgumu kwa yale niliyoyapitia katika maisha yangu, hasa mwaka 2015 na tarehe 15 ya mwezi wa 3. Ilikuwa kila nikiwaza habari za mahusiano, basi kichwa changu kinazunguka na kurudisha kumbukumbu mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 3 mwaka 2015, siku niliyoachwa na mpenzi wangu Vaneti. Mwaka 2019 nilikuwa katika safari nikielekea Mbeya. Nilikuwa nikienda katika kikao cha wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya. Mimi kwa kuwa nilikuwa na biashara zangu nilizoziwekeza katika mkoa ule, basi nilielekea pia kule. Nilipofika, mkutano wa wafanyabiashara ulifanyika ambapo mambo yalikuwa mazuri. Nikachaguliwa kama mwenyekiti wa wafanyabiashara katika mkoa ule. Mkutano ulipoisha, nilianza kurudi kuelekea katika jiji la Dar es Salaam. Nilikuwa na gari yangu Harrier hybrid ambayo nilikuwa ndio ninaitumia zaidi katika safari ndefu, ikiwa ni moja ya magari yangu matatu ninayoyamiliki kwa wakati ule. Nilipotoka mkoani Mbeya, nilipita katika sehemu nyingi na vijiji vingi, ikiwemo miji ya Makambako na Chimara. Lakini katika safari yangu nilifika katika kijiji kiitwacho Igoole kilichopo katika mkoa wa Iringa, wilaya ya Mufindi. Ni eneo lililokuwa na miti mingi na baridi kali sana, na hasa ukizingatia ulikuwa ni mwezi wa 7 wenye baridi sana. Kulikuwa na mazingira yenye kuasilia ukungu fulani ambapo mtu akiwa mita 300 mbele basi huwezi kumuona kabisa. Nilitulia maeneo yale nikiwa ninasubiri hali ya hewa ikae vizuri ili niweze kuendelea na safari yangu, kwa sababu kulikuwa na ukungu mwingi uliotanda katika barabara. Wakati nimetulia ndani ya gari yangu nikiwa nimeiacha oni ikizunguka na nikiwa nimeweka hali ya hewa ya AC ya joto, niliamua kutulia kabisa. Nikawa nimeweka na wimbo taratibu, wimbo fulani wa kuabudu, nikiwa na usikilizia, napata zile pigo, nadhani unanielewa. Basi nimenyosha miguu kwa mbele, nimeiweka juu ya dashboard ya gari yangu, huku nikipata ule uwepo wa Mungu na baraka ambazo amenipa, nikiendelea kutafakari ukuu wake. Basi ghafla nikasikia mtu akipita huku akilia mithili ya mtu aliyechanganyikiwa. Ndipo niliposhusha miguu yangu kutoka katika dashboard ya gari yangu, kisha nikatizama mbele kwa kutaharuki, nini kinaendelea. Wazungu wanasema condition of anonymity, yani kuna mwanadada alikuwa akija huku akipiga kelele katika hali ya kutaharuki.
Nilipozidi kumtizama nikajua ni mtu ambaye labda anakimbizwa na majambazi au ana jambo amepatwa nalo au kuna kitu anawahi sasa anahisi kuchelewa. Walakini alipofika mbele ya gari yangu alianza kupiga bonnet ya gari na kisha akazunguka kwenye kioo, basi akanigongea. Nilishusha kioo kisha nikaanza kumsikiliza. Alipoongea kwa mara ya kwanza sikumuelewa chochote alichokiongea. Nikamwambia, dada, tulia kwanza ndipo nikuelewe. Alikuwa ni binti mmoja wa Kihehe ambaye baadaye nilikuja kujua jina lake ni Regina. Binti wa Kihehe alikuwa amejaa machozi uso mzima, lakini nilipomtizama tu kwa mara ya kwanza niligundua ni binti mzuri sana. Alikuwa mzuri wa sura, umbo, macho, midomo yake ilikuwa yenye kuvutia, mpaka pua yake iliyokuwa imejaa machozi na kamasi, lakini bado vilikuwa ni vyenye kuvutia. Alikuwa na umbo zuri na mikono mizuri, hata rangi alibahatika kubarikiwa licha ya kwamba Iringa kuna baridi. Unaambiwa katika kijiji kile cha Igowole, yeye alikuwa ni mmoja wa watoto wanaotokea familia za kimasikini sana katika wilaya ile ya Mufindi. Nilipomtuliza nikamwambia, dada, nakusikiliza. Ndipo alipoanza kunieleza, akaniambia, yani mdogo wangu anaumwa, naomba umsaidie. Ninahitaji kumpeleka hospitali, walakini sina hata 100 ya kulipia usafiri kukodi gari kumfikisha pale hospitali. Ndipo nilipomwambia, ingia katika gari yangu twende nimchukue, nitampeleka hospitali kisha nitaendelea na safari, kwa sababu wakati huu ninaelekea Dar es Salaam kikazi. Dada bila kupoteza muda aliingia haraka sana katika gari, ambapo alivua viatu vyake akaviacha, ambavyo vilikuwa ni viatu aina ya sandals, akaviacha chini kwa kutizama tu hadhi ya gari. Sikutaka kumzuia kwa sababu nilikuwa najua wakati ule akili yake haiko sawa. Niliwasha gari na nikaondoka nayo kwa kasi sana. Hakujali mwendo nilioenda nao kwa sababu na yeye alikuwa anahitaji tufike haraka. Tulipofika mbele nilidhani tunapita baada ya kuiona nyumba fulani ya udongo mithili ya pagale. Ndipo aliponiambia ni hapa. Kwa kuwa nilikuwa nakaribia kupitiliza, nilifunga breki kali sana. Basi tukashuka. Akatangulia mbele na kwenda kumvuta mdogo wake. Nilimsaidia kumshika miguu, ndipo tukamuingiza katika gari katika siti za nyuma, na yeye akakaa siti moja ya nyuma akamshikilia kwa kumpakata kichwa. Unaambiwa niliondoa gari huku nikipokea maelekezo ya kwake kuelekea katika hospitali. Ni kijiji kidogo, kwa hivyo hakikuwa na hospitali, badala yake kilikuwa tu na zahanati, ambapo nilimuaisha katika zahanati ile huku nikimwonea huruma binti yule pamoja na mdogo wake. Basi unaambiwa nilipofika katika hospitali, niliposimama na kumshusha binti, madaktari walipofika tu hawakufanya hata vipimo, wakasema huyu apelekwe hospitali ya wilaya. Binti akaniambia, sio mbali, kama unaelekea Dar es Salaam basi twende, kwa sababu ni njiani, ni mji wa Mafinga ambao ndio makao makuu ya wilaya ya Mufindi, basi utaniacha hapo. Nilikubali kwa kuwa nilikuwa na uchungu na hali anayoipitia. Unajua, ukizaliwa tajiri na ukaishi tajiri mpaka kufa, kuna vitu unavikosa, na ukizaliwa masikini ukaishi masikini mpaka unakufa, inafahamika kwamba kuna vitu utavikosa. Lakini kitu ambacho wengi hatufahamu ni kwamba kuna vitu vya msingi na vya maana huwa unavikosa tu kwa sababu wewe ni tajiri. Kuna watu wa msingi na wa maana kwenye maisha yako huwezi kukutana nao kwa sababu tu wewe ni tajiri. Kama ambavyo masikini kuna watu wa maana na wa msingi kwenye maisha yake anashindwa kukutana nao kwa sababu ya umasikini wake. Basi nilimsaidia binti yule Regina,
nikampeleka mpaka hospitali ya wilaya ambako alifika, lakini wakati ule niliamua tu kujua nini kinaendelea. Baada tu ya kumshusha nilibaki kwenye gari yangu kwa kuwa nilijiuliza maswali mengi. Hana pesa ya kufika hospitali, ana pesa ya matibabu. Nimezaliwa Tanzania, nimekulia Tanzania. Nchi yetu tunaijua, shida zake na majanga yake tunayajua. Si kwamba kuna shida, ila hali ya uchumi wa nchi ndiyo tatizo. Baada tu ya binti kumfikisha mdogo wake, madaktari wakasema anatakiwa ajaze fomu ya malipo kisha huduma ziendelee. Binti yule alianza kulia tena. Alipiga kelele akifokeana na madaktari. Alidhani kwamba ni haki yake kutibiwa. Ni kweli ni haki yake, lakini sheria inataka angalau awe na bima au afanye malipo, lakini hakuwa na chochote kati ya hivyo. Baada ya zile kelele, mimi kama mtoto wa kiume nilijiongeza, nikaondoka nikaingia mpaka kwenye chumba cha madaktari. Nilipofika na kushuhudia kinachoendelea, basi nikaamua kumlipia fedha ya kumuona daktari. Ilikuwa ni shilingi 10,000 tu, lakini binti kulingana na hali yake hakuweza kuwa na pesa ile. Baada ya mimi kumlipia kiasi kile cha pesa, binti alishukuru kuwahi kutokea. Aliinama chini, akapiga magoti, kisha akanishika miguu, akaanza kunishukuru, jambo ambalo lilinifanya nijisikie vibaya kidogo. Niliona si hali ya kawaida na niliona si vema kwa mwanadamu ambaye nimeumbwa na Mungu na mwanadamu mwingine ambaye ameumbwa na Mungu sawa kabisa na mimi, eti anipigie magoti anishukuru. Si kitu chema, na kwa kweli kwa mtu yoyote sishauri ufurahie mtu akikupigia magoti. Baada ya madaktari kuanza vipimo kwa yule mdogo wake na Regina binti wa Kihehe, unaambiwa ndipo walipotoka nje huku wakitia huruma. Akili yangu ikaniambia, nini tena? Au mdogo mtu amepoteza uhai? Nini kinaendelea? Daktari baada ya kushuhudia tukio lililomtokea na kugundua kwamba binti yule hana hata pesa, aliongea huku akitia huruma na kusema, kulingana na vipimo vilivyochukuliwa, huyu binti mdogo anatakiwa akatibiwe Dar es Salaam, na gharama zake hazitopungua 1,700,000. Baada tu ya kuyasikia maneno yale, binti Regina binti wa Kihehe aliangua kilio pale pale hospitali. Alilia mithili ya mtu aliyefiwa, mpaka nikasema nini tena? Alitambua fika ule ndiyo mwisho wa maisha ya mdogo wake. Alilia sana mpaka akaongea na Kihehe ambacho kwa wakati ule sikulijua hata neno moja maana yake. Aliposema nguluvi nange ndemkivanene, akimaanisha Mungu nisaidie, nitafanya nini mimi mkiwa? Basi nilibaki nikimshangaa anapoongea kilugha. Nilihisi kabisa kwamba hiki ni kilugha, na kwa kuwa ni Goole Mufindi Iringa nilijua kitakuwa ni Kihehe, lakini kwa wakati ule sikujua hata salamu, kwa sababu nilikuwa nikisikia watu wakisema kamwene kamwene, na sikuwahi kujua hata unajibuje baada ya kuambiwa kamwene. Lakini niliamua kwenda na kumfuata na kumuinua pale alipokuwa akilia. Kisha nikamwambia, nitakusaidia kumfikisha mgonjwa wako Dar es Salaam, na katika hospitali ya Muhimbili nina marafiki zangu wengi sana niliosoma nao chuo kikuu ambao wako pale. Lakini pia si hivyo, nitakulipia hiyo gharama ya matibabu ya mdogo wako ili akarudi kuendelea na shule kama ulivyoniambia. Pale pale alipiga magoti kwa mara ya pili tena, akataka kuanza kunishukuru. Nilijisikia vibaya, nikamdaka haraka sana kabla hajapiga magoti, maana bado ilinijia akilini kwamba naruhusuje mwanadamu mwenzangu mwenye maumbo kama ya kwangu, isipokuwa jinsia tu, lakini kila kitu cha kibinadamu anipigie magoti? Mimi ni nani? Anayestahili kupigiwa magoti ni Mwenyezi Mungu peke yake. Baada ya muda
Nilijiandaa basi nikamwandaa na yeye, ambapo nilimpa muda Regina akachukue vitu na vifaa mbalimbali. Kisha alipomaliza alikuja katika gari, tukampakia mdogo wake, tukaondoka naye kuelekea katika jiji la Dar es Salaam. Tulipofika katika jiji la Dar es Salaam, basi alianza matibabu mdogo wake, ambapo alitibiwa kwa muda mrefu, zaidi ya miezi 2 alikuwa akiendelea kutibiwa. Wakati wote huo binti wa Kihehe Regina alikuwa akikaa nyumbani mwangu, ambapo mimi nilikuwa nikitoka kuelekea kazini. Yeye mara nyingi alikuwa akitoka kuelekea kwa mgonjwa ambaye ni mdogo wake, baada ya kupika vyakula mbalimbali, ambapo alikuwa akinipikia na mimi, na kisha anabeba baadhi ya vyakula kwa ajili ya mdogo wake. Mara chache nilikuwa naenda kumsalimu mdogo wake kule hospitali, na wakati mwingine nilikuwa nikimwaisha Regina hospitali kisha kurudi kazini. Ijapokuwa kazi zangu nilikuwa nikizifanyia maeneo ya airport, bado nilikuwa mara nyingine namwaisha Regina kutoka Kimara tulikokuwa tukiishi mpaka Muhimbili, na kisha nirudi airport kazini. Niliendelea kumsaidia wakati matibabu yakiendelea, ambapo nilibahatika kumnunulia baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa ni mahitaji ya ndani sana, kwa sababu ya hali ngumu aliyokuwa akipitia. Hakunificha hata pale alipohitaji nimnunulie chupi, sidilia na vitu vingine. Hakunificha hata alipohitaji nimnunulie vifaa mbalimbali zikiwemo freestyles kwa ajili ya yeye anapokuwa hedhi. Siku zilizidi kwenda, hali ya mgonjwa wake ikazidi kutengamaa, hatimaye binti akapona kabisa. Ilipofika siku aliyoruhusiwa na siku ambayo nilishuhudia kwa mara ya kwanza Regina binti wa Kihehe, mzuri, mwenye macho mazuri, umbo zuri, rangi nzuri na shape ya maana, na mwenye pua nzuri na midomo ya kupendeza, anafananaje akitabasamu na kucheka? Hakuwahi kuonyesha tabasamu na kucheka kuliko siku ambayo mdogo wake alitoka katika hospitali. Walifika nyumbani mwangu na mdogo wake akanishangaa. Alishangaa tangu nyumba niliyokuwa nikiishi, kushangaa magari yangu. Aliinuka akatoka na kushangaa kila kitu. Alijiuliza, nimewezaje kuwasaidia bila kuwa na undugu wala urafiki wala chochote? Alijiuliza sana, akili yake ikawaza mengi sana. Dada yake akamwambia, mimi sishangai hicho tu, nashangaa kusaidiwa na mtu huyu bila masharti yoyote. Mimi akili yangu ilishajitoa kwamba vyovyote iwavyo, hata angeamua kunitumikisha kingono ningekuwa tayari, kwa sababu nilikuwa nahitaji wewe mdogo wangu upone. Sikufurahishwa na maneno yale. Mimi nikaingilia kati nikasema, sahau jambo hilo, mdogo wako anatakiwa arudi shule. Naomba sasa nikupe fedha hii milioni 2, umpeleke mdogo wako ukamshughulikie masuala ya shule. Ndipo nilipomkabidhi pesa ile na kwamba wajiandae kesho niwapakie katika gari ya Galaxy kuelekea mkoani Iringa kwa ajili ya kwenda kufanya masuala ya miunganisho wa kimasomo, ili mdogo wake akaendelee na masomo, ambapo alikuwa kidato cha 3 lakini alilazimika kwenda kuanza cha 2 kwa sababu muda mrefu ulipita na masomo yote ya kidato cha 3 yalikuwa yamempita akiwa mgonjwa. Ilipofika jioni siku ambayo kesho wanasafiri, mdogo wake alisinzia akaenda kulala. Dada mtu alibaki na mimi tukiangalia tamthilia ya Kulfi. Wakati tukiendelea kuangalia tamthilia ya Kulfi, ndipo nilipokaa na kuwaza sana. Nilijiuliza hivi, matukio yote haya niseme Mungu ameyaleta katika maisha yangu ni kwa nini? Ni kwa nini binti huyu amekuja katika maisha yangu? Kwa nini nisimfanye sehemu ya maisha yangu? Niliamua kushare naye wazo hilo. Mungu ni mwema, alinikubalia ombi langu, kitu kilichonifanya nifurahi sana. Nilifurahi kuwahi kutokea naye kwa mara ya kwanza. Alishuhudia ninafananaje nikifurahi kuliko, maana masuala ya mapenzi yalishanipiga huko nyuma ambako nilifanya mengi, lakini wapi.
lakini huyu nikaamini kwamba Mungu amemleta na Mungu amemleta kwa makusudi. Nilifurahi sana, nikasema Mungu anisaidie kuendelea na sitamfanyia ubaya, na naomba naye pia asinifanyie ubaya. Basi unaambiwa ilifikia wakati tukaoana, mambo yakawa mazuri sana, maisha yakafanikiwa, tukaendelea kwenda vizuri. Wakati huu ninapokupa story hii, mdogo wa Regina ambaye kwa jina alikuwa akiitwa Lailati ni mwanafunzi wa kidato cha 6 na anaendelea vizuri na masomo yake, ambapo Regina sasa ni mama wa watoto 3. Mimi nikiwa baba wa watoto 3, tunaishi kwa furaha na amani kabisa. Tujifunze katika dunia, kila linalotokea Mungu ana sababu, na hakuna linalotokea bila sababu. Mungu hupelekea hata magumu unayoyapitia ni kwa sababu ya msingi sana. Kwa hivyo tusio watu wa kulaumu, bali tuwe watu wa kutokata tamaa na kumshukuru Mungu. Baada ya kufahamu story hii ya maisha yangu ambayo nimeamua kushare na wewe mtazamaji, naomba unisaidie kitu kimoja. Kwanza ugonge like hapa chini ya hii video, kisha kama bado hujasubscribe ufanye kitendo cha kiungwana cha kusubscribe, ili na mtu mwingine akinipa story nikiiweka hapa uweze kuisikia nimeanza na ya kwangu. Na pia kitu cha muhimu kingine, naomba uniandikie maoni hapa, nini umejifunza katika story hii ya maisha ya mimi. Japo maisha ni ya kwangu, lakini naamini na wewe imekufunza kitu mtazamaji. Niambie umejifunza nini kuhusu story hii wakati ukilike na kusubscribe hapa chini. Karibu sana na asante sana kwa kusikiliza story ya maisha yangu.